Ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura 5 mstari wake wa 17, neno la Mungu linasema ya kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Na tena anaendelea nasema ya kwamba lakini amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana na kumfanya kuwa kinga yake. Ndugu yangu mpendwa, nataka nizungumze na wewe kidogo mchana wa leo, na naamini ya kwamba Mungu aliweka katika neno hili ndani ya moyo wangu kwa hii nafasi kwenye niko juu lipate kukusaidia. Nataka tu nikukumbushe ya kwamba usiweke matumaini yako kwa mtu yeyote, lakini weka matumaini yako kwa Mungu aliye hai. Kwa sababu ukiweka matumaini yako kwa mwanadamu atafikia wakati atakuchoka, atafikia wakati atakuacha, lakini Mungu hana wakati ya kutuchoka. Mungu hana wakati ya kutuacha hata siku moja, hata wakati moja. Mungu hatuchokake. Ni Baba, ni kimbilio, ni kiongozi. Hana muda wa kutuchoka. Watu mingi leo katika maisha yetu tunashindwa, ni kwa sababu kuna mambo tulitanguliza mbele na tukamwacha Yesu Kristo. Lakini acha nikwambie, jifunze kumfanya Yesu awe priority katika maisha yako. Mweke Yesu mbele katika kila jambo. Katika siku yako mtangulize Yesu. Katika mwezi mtangulize Yesu. Hata mwanzo ya mwaka mtangulize Yesu. Usikuwe na nguvu yoyote yenye unasema hii njo nguvu mimi nategemea, hapa njo akili yangu inaishia, huyu njo ndugu niko naye, huyu njo anaweza tusovea mfamilia. Hapana, lakini acha Yesu Kristo njo akwe priority mkila kitu. Haleluya. Juu ya nini Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu? Ni kwa sababu mwanadamu hakuna vyenye tunaweza mtarajia. Mwanadamu kazi yake ni kuchoka, ni kukuadesi, ni kutusahau, ni kutuacha. Wakati unafika msituasio ya nguvu, anachoka na kimbia. Lakini Mungu wetu tunapashwa tumtegemee, na Biblia inatuonyesha kama amebarikiwa ule mwenye anategemea Mungu. Juu ya nini? Hakuna situasio yenye Mungu anaweza kuacha ndani. Uko na gonjwa, uko na fikia kupwemo, hakuna situasio yenye Mungu anaweza kuacha ndani. Situasio zote anasimamaka, anatembea na wewe, anakusaidia, anakupigania. Njoo maana siku ya leo usimwache Bwana. Usimwache Bwana. Karibisha tena Yesu Kristo aongoze maisha yako, atawale maisha yako, na kote kwenye ulikuwa natie espoir, matumaini itoshe kwa wanadamu, itie kwa Mungu, hautakuwa desi. Ukitegemea Yesu Kristo utabarikiwa. Ukitia matumaini yako kwa wanadamu utakuwa desi, utashindwa. Tanguliza Mungu mkila kitu, na umwache atawale maisha yako yote. Umwache atawale njia zako zote. Haleluya. Yeye ni ngome imara kwa wanaomkimbilia. Hata tuacha tuaibike, hata tuacha tukue desi. Juni Mungu mwenye mawazo yetu, akili zetu, matumaini yetu yote tunaitia kwake. Acha neema ya Mungu ikuwe pamoja na wewe, na shida zote zenye zilikuwa maisha yako, acha Mungu akutembelee na Mungu akutendee mema. Barikiwe ndugu yangu mpendwa, unaposikiliza neno hili, weka tena matumaini yako kwa Mungu, na Mungu akusaidie na kukutendea mema.